Tumekuja Geita kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto ambazo zimejitokeza katika zoezi la uthamini. Zoezi la uthamini lilianzishwa na Mheshimiwa Waziri wa Madini tarehe 21 mwezi wa 8 na kadhi ya uthamini ilianza tarehe 27 mwezi wa 8. Katika eneo la mgodi kuna mitaa minne ambayo ni Kabale, Manga, Nyamarembo na Saranga. Kwa hiyo eneo ambalo linafanywa uthamini ni eka 3900 na mpaka sasa hivi umeshafanyika uthamini kwenye ekari 2790 ambao ni sawa na 92.74. Kwa hiyo kama valuation tumeshafanya valuation kwa waguswa wapatao 653. Eneo hili ni kubwa na kumekuwa na mgogoro wa muda mrefu, lakini tunamshukuru jitihada za serikali kuweza kumaliza mgogoro huu, na ni moja ya ahadi za serikali kwamba utamalizika, na katika ahadi pia za Mheshimiwa Rais ni ahadi ambayo imemalizika. Kwa hiyo tumeshafikia sehemu ya uthamini, tumeshafanya 92, kwa hiyo zilizobaki. Sasa katikati ya uthamini kuna issue ambazo zilijitokeza ambazo tumekuja kuzifanyia maamuzi ili uthamini uwe wa haki na ulipwe kwa wakati. Matatizo yaliyojitokeza ni aina ya mazao yaliyopandikizwa kwa ajili ya kujipatia fidia almaarufu tegesha. Pia kwa bahati mbaya sana kuna nyumba ambazo kabla ya uthamini mwezi wa 9 zilitokea mvua zikaangusha hizo nyumba. Kwa hiyo technically mthamini anafanya kitu anachokikuta site, lakini tulikuwa tumeshaingia site, kwa hiyo tutazifanyia maamuzi. Pia tutafanyia maamuzi ambao tunaona kabisa, nadhani tumezunguka wote, mmeona migomba iliyopandwa kwa kuchanganywa na mikalitusi na mazao mengine yote na katani kwa ajili ya kujipatia faida. Eneo hili ni la muda mrefu, lakini unakuta mazao ambayo yamepangwa hivi karibuni. Kwa hiyo tumezunguka kote, tutakaa chini tufanye maamuzi, na nadhani maamuzi yetu yatafuata sheria, kanuni na taratibu za uthamini. Katika uthamini wa fidia ni wa kisheria. Kwa hiyo unalipa mazao, nyumba, yote ambayo utakayokuta, hata miti inahesabiwa inalipa fidia. Tatizo ni yale mazao ambayo yamepandwa kutofuata taratibu. Kama ulivyojionea, unakuta hapa kuna mkalitusi, hapa kuna mpaini, hapa kuna katani, hapo unakuta mgomba ambayo hata yani hiyo ni karibu kwenye siku ya mita moja unakuta mazao yote hapo. Lakini kuna wenzetu wa kilimo wana standard za kilimo, tutazipitia